Tunaanza burudani moja kwa moja. Kama kuna msimu ambao tumetamani tukate kiu cha wanachama wetu, ni msimu huu wa Yanga Day. Hatutaki kupoa hata dakika moja. Kwa hiyo tukifungua mageti, wakati mnaingia, iko orodha ya madj ambayo itawapokea pale kwa burudani. Hatutaki mtu afike pale atumie muda mwingi kwenye kupiga story na mtu. Tunataka ukishaingia uwanja wa Uhuru Jumapili, unaanza vibe mapema, unaanza kufurahi mapema. Kwa hiyo ni muhimu mfahamu mageti yakifunguliwa saa 5, ukiingia tu ndani wewe njoo tayari kwa ajili ya shangwe. Hatutakuwa na muda wa kusubiri. Muziki utaanza kulia mapema, tumefunga sound ya kisasa ambayo ukiwa pale uwanja wa Uhuru, kwa mkazi ambaye anaishi mwisho kabisa maeneo ya Mwenge hapa Lugalo hapa, unaweza ukasikia shughuli ya Yanga Day inavyoendelea pale uwanja wa Uhuru. Maana yake tumefunga muziki wa viwango vya juu kweli, na tumepick the best DJ ambao tuko nao hapa Tanzania kwa sasa kwa ajili ya kuhakikisha burudani ya muziki inatolewa kwa viwango vya juu kweli. Tunayo orodha ndefu ya madj ambayo kuanzia sasa hivi kupitia kurasa mbalimbali za kijamii za klabu yetu ya Yanga tutaanza kutangaza orodha hiyo madj ambao wanakwenda kutoa burudani siku ya Jumapili. Lakini tunayo orodha nzuri, orodha bora ya wasanii ambao wanakuja kutogea burudani siku ya Jumapili. Juzi niliwatangazia kwamba tupo kwenye majadiliano ya mwisho, na nimshukuru Mwenyezi Mungu nikitumia pia fursa hii kuwatangazia tayari tumeshafanikisha makubaliano na msanii Dudu Baya. Ni miongoni mwa wasanii ambao watakuja kutoa burudani siku ya Yanga Day Jumapili pale uwanja wa Uhuru. Orodha ya wasanii wengine ambao inafuatia tutakuwa tunaipandisha kuanzia sasa hivi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, na wananchi mtaona kiwango cha burudani ambacho klabu yenu ya Yanga imewaandalia. Tumewahakikishia vibe litakuwa juu kutoka tunaingia mpaka tunatoka. Watu wanatakiwa wapewe burudani, watu wanatakiwa waenjoy kweli. Kwa hiyo orodha ndefu ya wasanii wazuri, wasanii bora tutakwenda kuitangaza kuanzia sasa hivi. Tutakuwa na shughuli nyingine ambazo ni shughuli za kimpira. Mwaka huu kwa sababu ya muda tutakuwa na mechi 2 tu. Mechi ya kwanza ni mechi kubwa, mechi ya siku ambayo klabu yetu ya Yanga ikiwa imesheheni wachezaji wote, wale wa zamani na wapya ambao tumewasajili, watakwenda kucheza mechi hii dhidi ya Igo du Congo ambao tayari wameshaingia nchini na wameshafanya mazoezi asubuhi ya leo pale uwanja wa Uhuru, na wako tayari kwa ajili ya burudani ya siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni mechi ya kwanza ambayo kwenye ratiba mechi hii itafanyika saa 1:30 usiku. Kifika 1:30 ndiyo kick-off ya mechi yenyewe. Tunafahamu kutoka tarehe 9, tarehe 12 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, klabu ya Young Africans itakuwa na mchezo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo tunatamani mechi hii ichezwe na imalizike mapema, players wakapate muda wa kupumzika, alafu Jumatatu Mungu akijalia heri tuanze safari ya kutoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea visiwani Zanzibar kuanza maandalizi ya mechi ya ngao ya jamii. Kwa mechi ya kilele cha Yanga Day kati ya Yanga Afrika na Igo du Congo itaanza saa 1:30 usiku. Lakini kutakuwa na mechi nyingine ambayo mechi hii kwa miaka mingi sasa hivi imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Kuna upande mmoja umekuwa ukionea na kunyanyasa upande mwingine. Ni mechi kati ya viongozi wa klabu yetu ya Yanga dhidi ya celebrities wa klabu yetu ya Yanga. Msimu huu nipende kuwapa taarifa mashabiki na wanachama ambao watakuja uwanja wa Uhuru na ambao watafuatilia mubashara kupitia vyombo vya habari. Technical bench ya Yanga ni sehemu ya viongozi. Kwa kama kuna mtu umemuona kule
ukawa na wasiwasi naye anajua boli au hajui boli, atashiriki pia kwenye kucheza mechi hii kati ya viongozi wa Yanga dhidi ya wasanii na watu mashuhuri wa klabu yetu ya Yanga. Kwa miaka mingi kama nilivyowaambia, mechi hii imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Wasanii huwa wanakutana huko, wakija pale wanachezea goli kuanzia 3 na kuendelea. Mwaka jana walifukuzana pale pale uwanjani, benchi la ufundi lilitimuliwa, matokeo yakiwa goli 3-0. Mwaka huu tulikuwa hatutaki kucheza nao kabisa, tutafute timu nyingine, lakini wakaleta mapendekezo yao kwamba wamejipanga na wako tayari kufuta unyonge mwaka huu pale uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo kwa nafasi ya upendeleo tukawakaribisha na tumewapa nafasi ya mwisho. Kama hawatashinda Jumapili ni hasta la vista, hatutacheza nao tena. Kwa hiyo hapa tunaye kiongozi wa Yanga Celebrity, kaka yetu Jimmy Mafufu almaarufu kwa jina la kisanii Kipunje. Atazungumza kwa upande wa wasanii, kitu ambacho amejiandaa nacho kwa mwaka huu. Viti mnavyoviona hivi waliandaa wasanii wao, wachezaji waje kuzungumza, lakini sijui ni kwa sababu za hofu, sijui ni sababu gani, naona wote wameingia mitini, amekuja tu kiongozi wao. Kwa hiyo tumpe nafasi ya kuzungumza kidogo, alafu nitakuja kumalizia mwisho kwa ratiba na kujibu maswali mawili ambayo au matatu ambayo mko nayo kabla tujafunga hafla yetu. Kiongozi, karibu uweze kuzungumza na waandishi wa habari. Watu wa Mungu, wana habari zenu za mchana wa leo. Mimi naitwa Jimmy Mafufu, King Kinyamana, Chief Marafiare, kiongozi mkuu wa Yanga Asili na mwenyekiti wa Yanga Celebrities. Kwanza tunatumia wasaa huu kuwaomba wanayanga na wasiokuwa wanayanga kwamba tarehe 12 kuna jambo la kihistoria litatokea pale Uhuru. Lakini mimi nataka nizungumze kuhusu timu yangu. Amesema kiongozi wa timu ya staff wa Yanga ambaye ni mkuu wa idara ya habari ya klabu yetu. Mara nyingi wanasema hali asiitwe msemaji. Huyu sio msemaji, ni mkuu wa idara na mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika. Ameibeza timu yetu kwa namna alivyoweza. Lakini mimi kama mwenyekiti, baada ya ile mechi tuliopigwa pale, kwanza nilikuwa safari, nilikuwa niko Uingereza, lakini niliangalia mechi online. Timu yangu baada ya kufungwa nikagundua golikipa wetu Kobisi kuna namna alihusishwa na ndugu yetu Ali, kwa sababu walionekana huo usiku. Sasa na mazungumzo gani? Lakini nikaja kugundua ndugu yetu Mboto ambaye ndio kocha mkuu wa timu yetu, na yeye kulikuwa na shida. Kwa hiyo tukafanya utafiti, tukaingiza watu wa TAKUKURU ndani na nini, baadaye nikawasimamisha. Lakini juzi nilipogundua tatizo, niwatangazie rasmi kwamba Kobisi amerudishwa kwenye timu yetu na ndiye golikipa namba 1 wa timu hii. Lakini kocha mkuu Mboto na msaidizi wake Nanga ambaye yuko njiani, wote wamerudishwa. Lakini tumefukia ile mianya. Sasa hivi timu yetu iko kambini. Mlinzi tumemweka ni Bubu afu ni Kiziwi. Kwa hiyo hakuna namna yoyote Ali na genge lake wanaweza wakapenya tena pale. Tusipowafunga hawa safari hii, mnamjua yule mama anauzaga jezi pale anaitwa nani? Niiteni Mama Manji. Hawa wakitufunga, hata wakidraw mniite Mama Manji, tutawapiga goli sio za kawaida na tutawaondolea utulivu wa kuangalia ile mechi kubwa ambayo Sharulina anakaa. Kwanza timu yangu unajua winga moja anacheza Ndaro, winga nyingine nampa chezaji la UEFA. Pale juu nasimama mwenyewe Mafufu lile. Jamani. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na niwahakikishie Watanzania kutakuwa na burudani sio ya kutosha. Dimbala chini safari na mweka Kingwendu lile. Mna wazimu kitu gani nyie? Anazunguka pale chini. Kwa hiyo tuna timu imara. Hawa viongozi hatutakuwa na mazungumzo nayo popote. Ndio maana timu yetu safari imewekwa wengi ni watu hawasemi wala hawasikii, kwa sababu hawa ni wajanja kwenye maelezo. Kwa hiyo sisi tukuhakikishie msemaji
wa mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika kwamba safari hii tutakupa huzuni kabla ile 1:30 ya kwenda kuangalia vitu vya Benzema pale juu. Wewe utakuwa tayari una huzuni yako. Nitumie wakati huu kuwaomba wanachama wote wa klabu yetu, mashabiki, siku ya tarehe 12 amesema msemaji, shughuli zinaanza mapema kabisa asubuhi.